mradi wenu ambao mnatekeleza, mradi mzuri ambao uko katikati ya mji wa Songea. Na hii ujenzi huu sasa kwa mradi huu wa jengo hili la ghorofa 5 kwa ajili ya makazi na biashara itakuwa limeongeza hadhi ya mji wetu wa Songea, lakini pia litaleta hamasa ya maendeleo ya kiuchumi katika mji wetu wa Songea na mkoa wa Ruvuma kote. Ndio maana wakati tunaongea na meneja wa shirika hili la nyumba mkoa, tukasema tunaomba mashirika mengine pia yaendelee kuja kuwekeza Songea, lakini pia shirika la nyumba waone tena fursa katika wilaya zingine za mkoa wa Ruvuma. Wilaya ina fursa nzuri sana. Naambia ukienda Tunduru ziko fursa za kilimo kikubwa cha zao la korosho. Wananchi wakulima wale wana upungufu wa maghala ya kuhifadhia mazao yao. Kama shirika la nyumba likaweza kujenga maghala katika wilaya ya Tunduru kwa ajili ya kuhifadhi mazao, itakuwa imetusaidia sana. Lakini pia hata na Mtumbo, maana Mtumbo kuna mazao mchanganyiko yanazalishwa pale. Tunao upungufu mkubwa wa maghala. Shirika la nyumba likaona uwezo wa kujenga maghala, basi wameanza kujenga na ili wananchi wale waweze kupata maeneo ya sehemu ya miradi pia. Lakini hata Mbinga tuna kilimo cha kahawa ambacho kinakwenda kwa kasi kubwa sana, kiachia machimbo ya makaa ya mawe. Lakini pia kunahitaji uwekezaji, na kwa sababu mji wa Mbinga unakuwa kwa kasi kubwa. Lakini vile tulimshauri meneja pia kule Nyasa, ambako serikali imewekeza fedha nyingi katika kutengeneza ile bandari na bandari nyinginezo, ili usafiri na usafirishaji kwa njia ya maji uweze kufanyika ndani ya nchi yetu, lakini nje ya nchi ya Tanzania, kwa nchi jirani. Kwa kule nako kuna maeneo ya uwekezaji, na ukizingatia Nyasa ni maeneo ya utalii. Kaangalia shirika la nyumba basi lina fursa ya kufanya hivyo, ya kuwekeza kule Nyasa. Sasa hivi tuko katika majenzi yetu tuliyofanya sasa hivi tumeshafikia hatua ya kumwaga jamvi kwa ajili ya msingi, na tunaendelea sasa katika hatua hiyo. Ni 10% majenzi kadri ya makadirio yetu tuliofikia kwa sasa. Jengo lote tunakusudia kujengwa kwa bilioni 4 na milioni 94 hivi tutaka kukamilika kwake, na ni makadirio yetu kwamba tutajenga hilo jengo kwa miezi 18, ambapo muda wa kukamilika tunakusudia kuwa tarehe 23 mwezi wa 8 2027. Tunataka kukamilisha jengo kwa hiyo tayari kwa ile kutamishwa kwa watu wengine, na hatuna mashaka kwamba tutakamilika kwa wakati, kwa sababu muda wote tulikuwa tukienda kwa wakati. Hata sasa hatuko nyuma ya muda, tuko tunatakiwa. Na ujiwepo jengo hili hapa kumekuwa ni manufaa kubwa kwa mkoa, kwamba kuna watu wengi wanapata ajira pale, wakiwa wale barua hapa, wazabuni mbalimbali, kwa mfano watu wa ulinzi, watu wa chakula. Na tumezingatia vitu vingi kwa mujibu wa sheria. Kwa mfano kuna ESG, kwamba wale watu wenye mahitaji maalum nao wahusishwe katika kufanya shughuli pale. Tunapongeza Dr. Samia kuwekeza bilioni 4, si hela ndogo, na hela za umma, ni hela nyingi. Tunapongeza. Tunasisitiza ni usimamizi thabiti tu kwenye mradi ili tuone tija kwa wananchi. Sisi tunachohitaji ni kuona tija, watu wanafaidi.